Anika kumzalia Bwana matunda. Nataka nianze kuzungumza hivi. Mungu anapomwokoa mtu, mategemeo yake ni makubwa. Mategemeo yake makubwa ni kukua na kumletea Bwana matunda. Mungu anapomwokoa mtu, mategemeo yake makubwa ni kukua na kumletea au kumzalia Bwana matunda. Hiyo kitu naomba ikae ienee vizuri kwenye moyo wako. Hilo ndio tegemeo lake kubwa, kwamba umzalie Bwana matunda. Ndiyo maana tunaitwa kukaa peke yake, lakini tumeitwa tuzae. Elewa hivi, Mungu huwa ni Mungu wa maongezeko. Mungu ni Mungu wa maongezeko, sio Mungu wa kubakia pale pale. Hiyo kitu naomba uichukue kitu, kwamba Mungu huwa ni Mungu wa maongezeko, si wa kubakia pale pale. Anataka Mungu wewe uongezeke. Uongezeke kiumri, uongezeke kiufahamu, uongezeke kiofisi, uongezeke kimapato, uongezeke kibiashara, uongezeke kila kitu, ongezeke. Maana yeye ni Mungu wa mazidisho, ni Mungu wa maongezeko. Kwa hiyo usikubali kukaa pale pale. Kataa hiyo roho kwamba toka mwaka jana 2024 leo hii 2025 tena mwezi wa 3 tunaelekea sasa mwisho. Maana leo tayari ya nusu ya mwezi tumeshaimaliza. Kwa hiyo tumeanza kuichota ile mwisho, ile nusu ya mwisho ya mwezi wa 3. Mungu hafurahii kukuona uko vile vile. Mungu anataka uongezeke. Kwa nini? Maana yeye ni Mungu wa maongezeko. Hebu sema amen. Kitabu cha Ayubu, msomaji wangu, kitabu cha Ayubu sura ile ya 8. Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko. Kitabu cha Ayubu sura ile ya 8 na ule mstari wa 7. Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, ndio, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Ndio maana nikaanza kusema hivi kwamba Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko, na furaha ya Mungu kwako, anataka uongezeke. Tena baada ya kukuokoa, anatamani uongezeke. Vile ulivyokuwa mwaka jana, usionekane kwamba ndivyo ulivyo. Hapana, anataka uongezeke. Kitabu hicho cha Ayubu 8 na ule mstari wa 7 anasema, tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Isikutishe umeanza vipi. Wengi hapa tulianza kulala chini, tulianza kulala kwa kutandika mifuko ya safet, lakini leo hii hatulali tena. Usisumbuke na huo mwanzo. Hiyo ndio kanuni ya kibiblia. Usihangaike leo ya kwamba umepata kazi ndio umekwenda kwa mara ya kwanza unalala chini. Hiyo isikusumbue. Bado unaye Mungu, na Mungu amekubeba kwenye listi lake, anakupeleka
mwambie nitaongezeka tu. Sema tena nitaongezeka tu. Ndio, kwa sababu Mungu wetu huyu ni Mungu wa maongezeko. Ijapokuwa mwanzo wako unaweza kuwa ni mdogo, hiyo hali hiyo isikutishe. Ndivyo Mungu alivyo. Ndivyo Mungu ni swala wakati tu, ni swala la muda tu, wachia na uzungumze, lakini uko mahali fulani Mungu anakupeleka. Sasa furaha ya Mungu ni kukuona wewe unaongezeka, kukua. Jamani, haleluya! Kitabu cha Yohana 15 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, ndio, mimi ndimi mzabibu wa kweli, ndio, na Baba yangu ndiye mkulima. Sawa. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, ndio, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ule mstari wa 5. Mstari wa 5, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Ndio. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Sawa. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mstari wa 6, mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Ndio. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Mstari wa 7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Mstari wa 8, hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza Bwana Yesu hapa kwa mifano ya kibinadamu kabisa. Ameshuka mno, mafundisho yake, maelekezo yake, anaelekeza vitu vyenye mfano wa kibinadamu kabisa. Lakini lengo lake kuu ni hili: anataka umzalie Mungu matunda, anataka uzae. Mungu anachukia sana roho ya utasa. Mungu hapendi roho ya utasa, anataka ongezeke. Mungu hapendi roho ya kudumaa katika maisha yako. Mungu kwa uhakika huwa hapendi. Mungu anataka uzae matunda. Sasa nasema hapa, iwe mstari wa kwanza 15 Yohana inaanza, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lisilozaa linalozaa hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ule mstari wa 5 anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Ile 7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Hebu mpigie Bwana Mungu makofi na kuzaa. Yeye baba yake ni mkulima. Baba yake ni mkulima. Yeye Yesu ni shina na wewe ni tawi. Anasema baba yake akishaona tawi halizai huwa analikata. Kukata na Mungu ni mbaya. Kukata na Mungu sio kitu kizuri. Na kama hauzai, tegemea kukatwa. Kuzaa ninapozungumza mimi ni huku
ni kuwaleta wengine kwake, ni kuwaingiza katika ufalme wake. Huko ndiko Yesu anakuzungumza kuzaa. Mungu hajakuokoa ili upate ukaa. Anataka kokote kule uliko wewe uwe ni chachu, waendee wengine. Ndio maana Yesu akiwepo hapa duniani hakuwahi kutulia katika eneo moja, hakutulia katika barabara moja. Alitembea katika barabara hii, akaingia kwenye vichochoro, akaenda mpaka njia panda, akaenda mpaka kwenye njia ambazo ni za ndani kwa ndani, na makusudi yake ni hii: anatafuta wana kondoo, anatafuta watu awaambie na kuhubiria habari njema za ufalme. Ndio maana Yesu anasema akalituma kanisa waende wakazae. Maana yake twende tukahubiri habari njema. Tutakapohubiri habari njema, watu wakiokoka, huko ndio kuzaa. Hebu mpige Yesu makofi na vigelegele. Haleluya! Shauku ya Mungu ili Mungu amfurahie ni kuwaendea watu wengine. Waende, usinyamaze kimya, usikae kimya, maana Mungu anafurahia mno. Mungu anapendezwa na kanisa lile ambalo halijakaa kimya. Mungu anataka tupige kelele, tuende watu, tukahubiri watu, tukawaambia kwamba Yesu anawapenda. Yesu akasema, enendeni mkawafanye watu wangu na mkawalete, halafu mkawabatize katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu anasema, tazama, nitakuwa na ninyi mpaka mwisho wa ukamilifu wa dahari. Jamani, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Ndugu yangu, Mungu wetu hapendezwi na kitu kinachoitwa utasa. Anataka tuzae. Jaribu kujitathmini mwenyewe. Una miaka mingapi leo kwenye ufalme wa Mungu Baba? Una watoto wangapi? Umezaa wangapi na waliosimama? Umezaa watoto wangapi? Tutakwenda kuona huko mbele, na hii ndio leo Mungu amenipa solution ya maswali yako, solution ya shida ulio nayo. Bwana amenipa, utakwenda kuiona mchana wa leo. Kwa nini unapita kwenye shida? Kwa nini wakati mwingine unamwita Mungu naye ananyamaza kimya au anachelewa kujibu? Leo hii Mungu amenipa majibu yako. Sema amen. Bwana asifiwe. Unajua, ukitaka kumfurahisha Mungu wako ni kutimiza agizo lake kuu, na agizo lake kuu ni hili: ni kuenenda katika ulimwengu wote na kwenda kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Jina la Yesu barikiwe sana. Na kanuni yake ni uweze, tumesoma ule mstari wa 5. Hebu soma mstari wa 5 pale, ili uweze kufanikiwa kuzaa sana, ili Mungu akufurahie vizuri sana. Ule mstari wa 5 anaeleza vitu pale. Hiyo ndio kanuni yake. Karibu. Anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Ndio. Akae ndani yangu nami ndani yake, mzaa sana. Yes. Maana mimi pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ndio kanuni ya wewe kuweza kuzaa, ili uweze kufurahisha Baba. Kanuni yake ni hii, ni kukaa ndani ya Yesu Kristo. Kaa ndani ya Yesu, kaeni ndani yake, ili uweze kuzaa, umletee Bwana matunda. Lieleweni kanisa. Tukisoma ile 15 alafu 14, hii ndiyo solution ya maswali ulionayo. Kwa nini mimi Mungu huwa nijibu? Kwa nini Mungu anitendei?
Kwa nini Mungu halifanyii? Ndio jibu lake liko hapa. Ule mstari wa 14, hebu tusome hapo mtumishi wa Bwana. Yohana 15:14. Tuangalie tuliofika pale. Ndio. Neno la Mungu linasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu, ndio, mkitenda ni waamuruyo. Sawa. Mstari wa 15. Ndio. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Ndio. Lakini ninyi nimewaita rafiki. Ndio. Kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Sawa. Mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, ndio, bali ni mimi niliowachagua ninyi, ndio, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, ndio, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu ndio awapeni. Rudia tena 16. Anasema, ndio, si ninyi mlionichagua mimi, sawa, bali ni mimi niliowachagua ninyi, ndio, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ndio, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu ndio awapeni. Haya ndio majibu yake. Naomba nisikilize vizuri. Kwa nini unateseka? Kwa nini unang'ang'ana sana juu ya shida au juu ya kazi uliyo nayo? Kwa nini? Sikiliza, majibu yake ni haya hapa. Nikamwambia, unajua ndugu zangu, huu msaafu huu umebeba majibu yako. Mstari wa 10 na 16 anasema, sio ninyi mlionichagua mimi, lakini mimi nimewachagueni ninyi, halafu na mimi nikawaweka au nikawatuma muende mkazae matunda. Ile pia yake anasema, ili kwamba muombapo Baba yangu kwa jina langu awapeni. Ili kwamba ukishazaa alafu ukamwendea Baba kumuomba juu ya mahitaji yako kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai, Yesu anasema atawapeni. Sema amen. Kwa nini Mungu hasikii maombi yako kuzaa? Hii mimi ndio ilinisaidia na imenisaidia sana. Sing'ang'ani sana juu ya mambo yangu. Kwa nini? Maana Mungu anaona matunda ambayo nimezaa. Hebu soma 16. Nitasoma. Ndio. Yohana 15:16. Ndio. Si ninyi mlionichagua mimi, ndio, bali ni mimi niliowachagua ninyi. Sawa. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ndio, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu ndio awapeni. Basi haupati kwa sababu hauna watoto, haujibiwi kwa sababu hauna watoto. Mungu ndiye anazungumza hapa, na hii kitu hii ya kutokuingia kwenye agizo lake, unajua limesababisha mpaka ile madhabahu yako imekuwa hafifu. Sijui kama mnaelewa, nisikize vizuri hapa, nataka niingie ndani kidogo hapa. Unajua mwanadamu anaongozwa na madhabahu. Kuna madhabahu mbili, kuna madhabahu ya Mungu, kuna madhabahu ya Shetani. Ili mambo yako yaende vizuri, ni lazima na madhabahu. Na ukishindwa kuwa na madhabahu ya Mungu, automatically madhabahu ya Shetani hiyo ndio itakuongoza wewe. Ndio maana watu wanafanikiwa, kwa sababu wanajitahidi sana, wanajitahidi kuilisha vizuri hiyo madhabahu, wanatoa sadaka nzuri kwenye hiyo madhabahu ili kae hai wakati wote. Sasa wewe uliokoka, sijui nini nikusaidie, unakuta kwenye kuifanya kazi ya Mungu ni mvivu, kwenye kuilisha madhabahu ambayo unaitegemea madhabahu ya Mungu, wewe ni mvivu. Unategemea utafanikiwaje? Nisikilize vizuri.
neno. Kuwaendea watu. Unapokwenda kualika watu katika ufalme, madhabahu inawaka. Kazi ya madhabahu ni kukuongoza wewe. Kazi ya madhabahu, ndio maana tunapambana kweli. Kama wewe huwa unatoa kwa mchungaji, unakosea. Kama wewe unatoka mchungaji, sadaka yako yoyote ile, iwe ni zaka, iwe ni sadaka nyumbani mwa Mungu, unatoa ili mchungaji akuone, unakosea. Unapotoa sadaka yako, maana yake unailisha madhabahu yako hii, ili hii iamue juu ya maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Na ndio maana kiwango ulicho nacho cha namna ambavyo unaibeba madhabahu hii, ndio kiwango ulicho nacho. Inakusubiri wewe unailishaje, na namna kuilisha madhabahu ya Mungu mpaka ishime vizuri, ikae vizuri. Moja, maombi. Unapoingia kwenye maombi unailisha. Hebu soma kitabu cha Lawi, Mambo ya Walawi 6:12. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, na huo moto ulio madhabahuni, ndio, atautunza wake daima juu yake. Sawa. Usizimike. Sawa. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Ndio. Naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake. Sawa. Naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Sawa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwamba moto utatunzwa ili wake daima. Wake daima wapi? Kwenye madhabahu. Ndiyo maana tunamwomba Mungu, anasikia tena kwa haraka. Kwa nini? Moto umetunzwa. Lakini hii ya kuona shida inakufika, halafu ndio unakimbia kuanza kuchochea moto, ni too late. Umechelewa. Na madhabahu ambazo zinamwongoza mwanadamu ziko aina mbili peke yake. Ndiyo maana Mungu akasema ni heri chagua uwe moto au nini jamani? Chagua. Ukikaa kwenye ukatikati, ukikaa kwenye uvuguvugu, ni hivi, hautafanikiwa kwa chochote. Maana kwa shetani hauko, kwa Mungu hauko. Wewe nani atakusaidia katika mambo yako? Na wewe uliyechagua madhabahu ya Mungu ya kweli, kazana na moja, kuchochea moto ili wake daima, ni kuwaendea watu walio kifungoni. Tena hii ni agizo la Bwana Yesu, na akaliweka kwamba ni agizo kuu, mengine yote yanafuata. Nimezungumza wiki karibia 3, nazungumza habari hii. Kuna watu wanateseka huko nje, kuna watu wanahitaji neno. Bwana amesema amekuokoa, halafu akutuma wewe ili uende ukazae, na matunda hayo yakikaa, anasema sasa, omba lolote kupitia jina langu, na Bwana awapeni katika jina la Yesu. Sasa Mungu atakupaje? Wewe mwenyewe uko hoi kiasi hicho. Hivi unafikiri tunapoweka makapu mpaka 3 4 hapa, hivi unafikiria ni mradi wa mtu? Pole sana, pole sana. Tunapoweka makapu haya, bado kuna hiki, bado kuna kile. Ni hivi, tunachochea moto madhabahuni, ili wakati wowote Bwana ukimwita asikie. Choteeni moto, chotea moto uwake daima. Huko ndio kuutunza moto uwake daima, usiku na mchana. Unafanya yaliyo maagizo yake. Nazungumza habari ya kumzalia Bwana matunda. Unapomzalia Bwana matunda, unaifanya madhabahu hii iwake daima. Sema amen. Zalia Bwana matunda. Hiyo ndio
vitu kama hivi, ukafanya kwa moyo, ukafanya kwa kudhamiria, huko ndiko kumtekenya Yesu. Huko ndiko. Ondoka kwenye hali ya ukame. Unakaa kwenye ukame, toka huko. Tusinyamaze kimya, tusitulie. Ondoka kwenye ukame, ondoka kwenye utasa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ukapokea maongezeko katika huduma ulionayo na jina la Yesu aliye hai. Pokea maongezeko, pokea vitu hivyo. Yako maongezeko ya biashara, unatakiwa upokee maongezeko yake. Kataa ile roho na ile hali ya udumaivu, unadumaa tu. Kataa roho ya kufa mapema. Unataka kufa mapema, uende wapi? Unataka uondoke, umwachie nani watoto wako hao? Wewe ujihurumii, huwahurumii watoto. Wewe ni mtu na familia, alafu unacheza na madhabahu kabisa. Hivi ni hamwelewaki kwamba labda sio, naweza kunielewa. Kuna dawa zipo, za kutokufa. Kuna dawa zipo. Huo mtu akichanjiwa, atanielewa wale wa zamani, ndio hii anakuwa mtu ameshakufa lakini anaonekana ni mzima. Ndio hiki kanalala kitandani, kako kazima, mpaka funza wanaanza kutoka, lakini ni kazima, kalichanjiwa dawa fulani. Wanashasikia vipi? Unapata wateja. Ni hivi, unakuwa umesha kufa, wakati wako ulishafika, lakini bado umekodoa macho hivi. Kwa hiyo ni mwili hili linadhoofika mpaka funza. Dawa yake wanasema hivi, kwa sababu tumekulia vijijini sisi, kwenye nyumba za nyasi. Wakichoka sasa, umewachosha kabisa, wanakulaza kama ni chumbani, wanaangalia jua limefika liko hapa, alafu mmoja anapanda juu, anapekenya hivi, yaani ule mwanga wa jua ukikushukia tu kitani, unaondoka. Na dawa hizo ni madhabahu. Sasa kama zipo za namna ile, na sisi tunazo madhabahu za kukataa, ambayo ni madhabahu ya Mungu Jehova, inaitwa ni madhabahu ya Kalvari. Hii ni madhabahu ya Kalvari. Jehova tunasema, nakataa roho ya mauti, nakataa katika jina la Yesu, nakataa kufa mapema, nakataa ajali, nakataa mikosi, unakataa kila kitu, nakataa, na inakuwa hivyo. Piga Yesu makofi na milele. Haleluya. Kama mtoto wa juzi tukwambie sisi, zipo madhabahu za kishetani, ipo madhabahu ya kimungu. Lakini hii madhabahu ya Mungu hii ambayo tunaita ni madhabahu ya wapi jamani? Ya Kalvari. Madhabahu ya wapi? Hii ili ikutii ilishe vizuri. Ili ikutii, unamtikisa na ilala huyo, ili ikutii ilishe vizuri hiyo madhabahu ile. Wewe mpaka watu anatoa mzazi wako, ni mchezo, anatoa mtoto, anatoa kizazi. Hao wewe wengi tu anaona afadhali ishi vile,
asiwe na mtoto, anaweka maagano na wanadamu, na inakuwa vile ndio maana nawaambieni, madhabahu hii ambayo ni madhabahu ya Calvary uko sahihi mno nayo. Naomba itende, ishibishe vizuri. Tunapotangaza mchango sio kimbia, unashibisha, wala umshibishi mchungaji. Jamani, usio mradi wa mchungaji huu. Hii ni kazi ya Mungu. Unaweza shangaa, Bwana tunamaliza kuwezeka hapa, Mungu ananiambia niende Katoro huko. Wala siwezi kuondoka. Taondoka, atakuja mchungaji mwingine ambaye wala hakutaabika hapa. Kama Bwana amesema, maana ni kazi yake. Kwa hiyo tunapokuwa tunamfanyia, mimi na mke wangu kutoa sadaka ya kujidhabihu, lengo letu tunaiamsha madhabahu ya Bwana. Hii moto hivi. Ndio hii, hata mchana kija kwako hawezi. Kwa nini? Kila anapokuja kwako anakuta madhabahu iliyo haya ya Calvary inawaka moto. Hawezi kukenya popote. Pokea neema ya kutunza madhabahu ya Bwana. Sema amen. Ndio. Ondoka kwenye utasa. Hivi unawezaje kunimaliza mimi? Nimezaa hivyo kwa Mungu, mimi nimezaa hivyo na washirika wengi, nikiwa na mimi ni mshirika, nimeleta kwenye ufalme watu wengi, hata kabla sijawa mchungaji leo hii wamo ni viongozi, hata wangekuja hapa tutulia hapa, nitafanya namna fulani. Kuna kipindi fulani walisema Bwana watoto kama wani, sasa mzee tuje huko tufanye hivi, tufanye mkutano wa watoto wako. Sikaenda ndani, sikuwa na mafunuo, sikuwa na maono hayo. Sasa hivi mafunuo yamekuja, tunafanya. Jamani, amen. Sasa unawezaje kwamba mimi naitwa baba tena mwingine ni baba yangu mdogo, mpaka leo anasema kabisa wewe ni baba yangu. Anafikiwa neema kweli. Nimemshuhudia kule nyumbani, nikampeleka kanisani. Siku hiyo nilikuwa nimepanga na mchungaji kuhubiri, nikafundisha habari ya Roho Mtakatifu, nikaombea Roho Mtakatifu. Jamaa alipita hapa mbele, mzee yule wakajaza, yaani mpaka wakaondoka wengine wote, yeye akabaki pale. Hiyo huwa asahau mpaka leo, na ni mzee wa kanisa. Amen. Wewe una miaka 6, huna mtoto, unategemea kitu gani? Kataeni maroho hayo. Mimi nimewaleta mahali pazuri. Nataka madhabahu wake moto, utunze daima. Utaona tu, tumesoma ile Mathayo 16, akasema hivi, sio mimi ambaye, sio ninyi mmenichagua mimi, ila mimi nimewachagua, halafu nikaweke mwende mkazae matunda, ili muombalo lolote kupitia jina langu Baba afanye nini jamani? Awapeni. Sasa wewe unaomba huoni, mwendezi. Neno hili hapa, kamata neno. Ulisema hivi Baba, ulisema hivi, nikisha shuhudia, nikazaa tayari na akakaa. Sasa ukasema niombe lolote Bwana utafanya. Nifanyie, Mungu atakufanyia. Bwana asifiwe sana. Jamani, amen. Hebu ile Ayubu 14 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, ndio, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Basi hapo tu. Rudia tena. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipua tena. Basi neno hili Baba limekuja kwako leo. Uwe ulikatwa, uwe ulikata tamaa,
umekatwa, sasa unaweza kuchipuka tena. Kwamba mtu umekatwa, matumaini yapo kwamba huo mtu uliokatwa unaweza kuchipuka tena katika jina la Yesu. Hakuna kudanganyika, yako matumaini. Usiwe na mashaka, wewe njoo tumika, ingia sambani, utaona tu Mungu anavyokusaidia. Cha msingi, lisha madhabahu yako, ilishi. Unajua kuna madhabahu hii na madhabahu ya kwako ndani yako. Kuna madhabahu hii, yaani katika madhabahu ya Mungu kuna hii ambayo ni general, lakini pia kuna ya kwako. Iamshe. Maombi umeacha, kiu ya neno umeacha, kumtolea Mungu umekuwa dhaifu. Matokeo yake nini? Madhabahu yako imekuwa dhaifu. Na kama imekuwa dhaifu, yeye adui hayuko dhaifu. Kwa hiyo kama amekunuia kukufanyia jambo lolote, lazima atafanikiwa. Kwa nini? Maana madhabahu yako imekuwa dhaifu. Kuja kanisani umekuwa dhaifu, kuomba, kufunga na kuomba dhaifu, kukesha dhaifu. Unategemea kitu gani? Hivi mimi nikuulize, shetani aliyedhamiria kabisa, aliyedhamiria kukumaliza wewe, atashindiwa nini? Atashindiwa nini? Sadaka, zaka inakusumbua. Tokeni kwenye mitazamo hiyo ya hasi. Tokeni. Sadaka hiyo ndio inafanya tujenge madhabahu vizuri. Haijawahi jenga madhabahu isitolewe sadaka. Sadaka ndio yenyewe. Jenga madhabahu, iamshe. Daudi ameona kwenye nchi yake kuna tauni imeingia, anaamua kwenda kutafuta eneo. Akaenda kwa Arauna, akalinunua hilo eneo. Lengo nini? Ajenge madhabahu ili tauni izuiliwe. Arauna akasema, chukua ardhi bure, ng'ombe kuteketeza ninao, chukua mfalme. Daudi alisemaje? Akasema hivi, siwezi kumwinulia Mungu wangu madhabahu nisiyoigharamikia. Kwa hiyo kwa thamani yake Arauna nitakupa hao ng'ombe, nitakupa thamani yake, hilo shamba nitakupa thamani yake. Ndivyo alivyofanya mfalme Daudi. Biblia inasema alipomaliza hayo yote mfalme, tauni ikazuiliwa. Amen. Wewe unataka tu Mungu azuie. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka. Tena umeanzia na mpango mwingine, eti unaana na Biblia unaiweka kichagoni hivi. Haitamsaidia hii. Hii inamsaidia hii, iweke Mungu. Amen. Ni chawi nikamtembelea mtu huyo aliyeilalia, nilipofika nikafanya mkongo kabisa. Nikafika, nikaichomoa Biblia, nikaiweka pembeni. Halafu ndio nikaanza kumshughulikia. Kwa hiyo haisaidii. Tumishi wa Mungu, lisha madhabahu. Sadaka ya shukrani, sadaka ya limbuko, sadaka ya zaka. Yaani hapo kwenye zaka ndio wamefeli watu.
Na hapo ndipo penyewe. Hapo ndipo penyewe hapo. Paka mimi na mama tukaanzisha mpango kwamba ili tuwe wema kwa Mungu. Tukaanzisha kabisa. Maana sisi tunatoaga sisi mwezi hadi mwisho wa mwezi. Kuna mahala tunapeleka huko juu kwa viongozi wetu. Tukaamua kutafuta kama kiliwataka ni vibubu bila nyingi. Ukinikipata kashinda 10,000 buku sio kwangu na kata alafu na baki na wewe kwenye wallet. Ikitokea imekuwa hivi, inakuwa hivi, naweka. Mwisho wa mwezi saa imefika. Nafunja hiyo. Lengo ni madhabahu. Ili kaya hata naposimama kuomba mbele za Mungu inanitika vizuri. Sina mahala popote ambapo nashtakiwa kwenye moyo. Niko mweupe. Hata kama unakesha kanisani, unaomba, unajisikia ya kuwa dhaifu hivyo, ndugu yangu, alafu nataka Bwana Mungu eti akufanyie. Hamna. Andika sentensi hii. Adui hutafuta palipo dhaifu. Adui hutafuta palipo dhaifu. Anapitia hapo. Adui huwa anatafuta palipo dhaifu. Wewe ni dhaifu wapi? Mimi sifungaki. Yanapenyea hapo hapo. Anapenyea hapo hapo. Ndiyo maana imetangazwa Ijumaa ni siku ya maombi. Kwa nini hamjaadi hivi siku ya Ijumaa? Kwa nini? Ndiyo maana madhabahu yako ya rohoni kwako ni dhaifu. Kuna hii inafanya kazi general. Ndiyo maana tukiwa kwenye ibada kama hapa, kama kuna yule aliyejichanganya kama mlivyoona hapa, tayari lazima ikashughulikiwe hiyo ondoke. Lakini ipo ile ya kwako binafsi, unabana kwako kule. Ndiyo maana unapaswa madhabahu yako iwe hai. Iwe ni usiku wa manane, umelala usingizi. Unajua mtu aliyeiamsha madhabahu hata kama yuko usingizini, adui akimjilia ni lazima atamtandika, maana yuko vizuri. Lakini hii ya kukunjwa, ni usingizi na kunjwa, yanakubeba, yanakupeleka kwenye mapombe mataputapu. Unakuta amekaa hapo na unakaa, umeokoka na unaanza kunywa na unakunywa, unakuja kuamka kumbe naota. Umeshawezwa. Mtu ambaye madhabahu inawaka. Kwani wanataka kuwakamata na wachawi. Wanakuja kwako. Alafu unamshughulikia sasa. Wakati mwingine Mungu anaweza akaamua tu, yani akufurahisha. Siku moja mama akaniambia, nikaona amekuja. Kila kinisogelea naruka, nimeota mabawa. Yaani anaanza kuchezea tu. Haya, ukienda hivi, kama unataka kumkamata hivi, anaruka na yaani haisee. Mwisho wa saa, ndipo Mungu akamtuliza. Alimkamata yule mtu. Akamgalakata chini, akamvita. Akaanza kumpa za kumumu. Hafa kamka na kuamka. Sema mama umeshinda. Mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Halafu wakati huo anamgwida hivyo, anasema wewe ni nani? Wewe ni nani? Siku ile akabijulia. Akaja kwa mganga wake, akasema wewe ni nani? Akanajifunga. Takwenda. Maana mimi nimekaa, wewe ni nani wewe? Anajificha. Wewe ni nani? Hata ushoke. Wewe ni nani? Wewe ni nani?
Mwisho wa saa nikamwona, kumbe ni wewe. Madhabahu iliyo hai. Lakini ya kubebwa nimebebwa natengenezwa nibembelezeni, umebebwa na majibu ya hovyo. Wewe mnaota hiyo simpo, tokeni huko, tokeni huko. Siku moja mke wa Yusufu yuko hapa, amekamatwa, ametekwa, wakambeba, wakampeleka, wakamwingiza kwenye shimo hivi. Anahangaika afanyeje? Ghafla akamwona mchungaji Manga anaingia kwenye hilo shimo. Nikamshika, mwanangu, nimekufuata, nilimtoa hivi. Anakuja kuamka, kumbe nilala. Lakini hakuona unafukuzwa na majoka. Unafukuzwa na kitu. Alafu naambio sima toka wapi? Umeshinda unafukuzana na maisha. Usiku unafukuzwa na majoka. Hiyo kitu tulishatoka huko sisi. Naota nahubiri Injili, naota nakabiliana na mapepo na maroho ya kuzimu. Hiyo ndio. Na ukitaka ikae hivyo, ilishe hii madhabahu. Sema amen. Acha kuchanganya madhabahu. Kila madhabahu ina namna zake. Mungu akubariki sana.